Kulikuwa na mambo mengi sana, ile story ilileta vitu vingi sana. Sasa hadi naenda kuposti ule mkasa wa biharusi kutoroka, ni kitu kilichotokea, DM yangu ikaanza kujaa mikasa ya ndoa za watu, kwa sababu mtu akinipigia na changamoto nikiongea naye analizika na kaa sawa. Haya bana, mtazamaji wa Dodoma TV, asante kwa kuchukua muda wako kwa kuhakikisha kwamba unabaki na sisi kupitia kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Tunafahamu kwamba unapata nafasi ya kuweza kutazama vitu vingi zaidi, habari nyingi ambazo zinakusaidia kuweza kuhabarika na kujua ni kitu gani pia ambacho kinaendelea. Leo kupitia kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inasomeka hivyo Dodoma TV, tumepata nafasi nzuri sana ya kuweza kuwa na mmoja kati ya kijana pia ambaye amekuwa akipambana sana katika sanaa kiujumla kwa hapa Dodoma, ambaye anafahamika kama Prince Chise, lakini kwa sasa hivi tulimfahamia kwenye muziki, ndio sehemu ambako alianza rasmi, lakini kwa sasa hivi yupo kwenye upande wa MC, kwa maana kwamba yeye ni master of ceremony kwenye shughuli mbalimbali pia ambazo zimekuwa zikifanyika nchini, mikoa yote pia amekuwa akisafiri. Yote kwa yote ni kuhakikisha tu kwamba anazidi kufanya kazi zaidi na zaidi, na hii ni kutokana na uhusiano wake mzuri ambao ameutengeneza na watu mbalimbali nchini. Sio kitu ambacho ni chepesi, ni kitu kigumu sana. Tunafahamu kwamba tuna washereheshaji wengi sana, lakini hawajafanikiwa kama ambavyo yeye amefanikiwa. Kwangu mimi namuona ni mtu ambaye amefanikiwa kwa muda mfupi sana katika upande wao. Tunafahamu kwamba ni ngumu sana kiukweli kuweza kuwafikia watu wengi sana kwa muda mfupi. Watu wamekuwa kiwekeza muda mwingi sana ili pia waweze kufika kwenye hayo maeneo ambayo wanafika. Nipo na director Noah nyuma ya kamera. Mimi naitwa Benibeti, asante kwa kuchukua muda wako. Mambo yanaendaje? Fresh kabisa. Kula tano kaka. Hatujaonana muda mrefu sana. Yeah, it's muda mrefu sana kidogo. Lakini nashukuru Mungu anaendelea kutulinda, anatupa nafasi kama hivi tumekutana kwa mara nyingine. Yeah, nashukuru sana. Yeah, mara mwisho tumeonana mwaka gani kama unakumbuka? 2022. 2022, here we are 2026. Yeah, sure. Noma sana. Miaka mingi kidogo. Sasa hivi nimekuwa nikikuona umekuwa ukifanya kazi nyingi sana kwenye MC. Shughuli mbalimbali pia, na umekuwa ukipata delete sana kwa sababu naona unasafiri sana. Unaposti pia kwenye account yako ya Instagram, niko Iringa, niko Mbeya, sijui niko Arusha na sehemu zingine. Kwanza ilikuwaje ukaacha kwenye upande wa muziki na ulijikutaje huko kwenye MC, kabla hatujaje kuzungumza zaidi kwenye MC? Watu wanachotakiwa kujua kwamba mimi muziki ulikuwa kwenye damu, kama nilivyokuwa nasema, ilikuwa ni talent yangu ambayo nilikuwa naipenda sana. Lakini nikiwa chuoni ilianza kunishape kuanza kufanya pia ushereheshaji, kwa sababu chuoni kwetu kulikuwa na party nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika. Sasa kwa ajili ya confidence ya kufanya muziki, ile kusimama mbele za watu kwenye performance, kwa hiyo ikawa ikitokea hata birthday, nani ata host? Sasa tumuite Chise. Chise ana uzoefu wa kushika mic, Chise ana uzoefu wa kusimama mbele za watu. Kwa hiyo nikawa nafanya. Sasa kila ninapofanya najikuta napenda, lakini kila ninapofanya feedback za watu kwamba ana kitu, mbona anaweza kuwa MC mzuri sana. Yeah, so baada ya kuwa napata feedback za watu, mimi niseme jamii ya kutokea chuoni nilipokuwa nasoma ndio iliyoniform kutoka kwenye muziki kwenda kwenye UMC, kwa sababu nilipokuwa nikifanya niliendelea kupata feedback nzuri kwamba naweza kuhost sherehe. So baada ya kumaliza chuo nimeingia mtaani. Sasa nikaanza kujikuta ile spirit ya kupenda kuhost sherehe inaendelea. Nikaenda maskani kijijini kwetu, mimi Wabahi Dodoma hapa. Nilivyorudi mtaani sasa kukawa na sherehe, sasa zile sherehe na nimetoka chuo, kwa hiyo pakiwa na sherehe naenda najipendekeza, jamani naombeni mic naweza kufanya. Wengine watakupa, wengine hawakupi. Wengine yani kuna sherehe nilikuwa nalipia mimi, unaenda kwenye sherehe unaomba kuwa MC wanakataa. Kwa hiyo inabidi uchukue 5,000 umuonge mtu ambaye ana sauti kwenye hiyo event akupe event upige bure, unapiga bure. Kwa hiyo kadri nilivyokuwa nafanya, nikifanya najifunza mtandaoni, nikifanya watu wanapenda. Sasa jamii ndo ikaanza kuniambia kwamba kumbe kuna talent ambayo niko nayo na ninatakiwa kuikazia. Kwa hiyo safari ya ushereheshaji ilianza shule nikiwa chuo, na nilipomaliza nikaendelea kukazia mtaani. Jamii ikawa inanipokea na inanipa moyo kwamba nina kitu ambacho siku moja kinaweza kuwa kikubwa ambacho kitafika mbali. Sure. Yeah.
Chisi, kuna maswali yako hapa. Yes. Utakuwa unaokota moja moja afu unakuwa unajisomea hapa. Afu unakuwa unasoma afu unatuelezea kutokana na kile ambacho umeulizwa hapo kwenye. Linasemaje? Tusomee kaka. Oya. Unafahamu nini kuhusu digital production na imekusaidiaje? Ya sure niseme kwa upande wangu mimi sio tu kunisaidia. Hiki ndo kitu kikubwa ambacho kimenipeleka mjini hadi hapa nilipofikia, kwa sababu mimi ni muumini mkubwa sana wa mitandao ya kijamii, lakini pia kule ndo napopatia wateja wangu. Kwa hiyo imenisaidia sana na nikitaka kuongea na nchi naongea nayo kupitia digital production. Yeah, sure. Yeah. Uligundua lini kama hiyo inaweza ikakusaidia na kukupeleka mjini? Tulizungumza pale wakati tupo off camera hapo, kama nasema kwamba ndo inakufanya unaishi sasa hivi. Okay. Niliamua kuanza kujifunza kwa watu ambao wamefanikiwa. Nilianza kujifunza, lakini baadaye nikaanza kuwatafuta. Una mcheki fulani ambaye unamuona nikimcheki huyu anaweza kunisaidia kitu, kwa hiyo nilikuwa na check nao. Wengine wanakufungulia nafsi, wanakuambia kwamba fanya hivi na hivi na hivi. Yeah, sure. Wengine wanakukatisha tamaa kwamba haiwezekani, wengine hivyo. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kila siku, lakini niseme akili yangu iliamua kuchagua mtandao kuwa ni njia nzuri ya kukutana na watu tofauti, kwa sababu sikutaka kuingeji kwenye jamii nayo nizunguka. Nilikuwa naitaka nchi, yani sikuwa nahitaji tu jamii ambayo nipo. Nilikuwa naitaka nchi kwa eneo fulani kadogo. Yeah. Yani siku zote mimi kichwani kwangu naitaka nchi, na nisema nikiipata nchi niipate Afrika, niipate na dunia, na naamini inawezekana kupitia mtandao, kwa sababu kila kitu kipo mtandaoni. Sure. Tule na swali lingine. Beni. Yes. Hilo linasemaje kaka, tusomee. Kuna kampeni ya mahusiano na ndoa kwenye akaunti yako ya Instagram. Ipoje na ilianzaje? Okay. Tuelezee. Nafikiri hii ndo habari ya mjini sasa hivi na imekuwa na gumzo sana. Niseme kwenye harakati zangu za ushereheshaji, kuna siku nilipata sherehe ambayo ilikuwa natakiwa nikahosti Kahama. Ule mkasa ndo wa kwanza mimi kuposti kwenye peji yangu. Ile sherehe ilivyokaribia kama siku moja mbele, bi harusi alitoroka. Ya aliescape. Sasa baada ya kutoroka, na wewe upo kwenye shughuli? Nilikuwa sijaenda bado. Nilikuwa bado sijasafiri. Bwana harusi asubuhi. Umeshalipo chako lakini advance. Sure. Mtu anapofanya walikuwa wamelipa kama miezi 4 kabla. So asubuhi nakumbuka sherehe ilikuwa inatakiwa iwe Jumapili, lakini Ijumaa asubuhi alinicheki bwana harusi akasema bi harusi ametoroka, hajulikani alipo, hatujui, hajaaga. Lakini pia chanzo ambacho kimepelekea yeye kutoweka ni kwamba kuna shera alikuwa anataka kuivaa, sijaweza kuilipia, kwa hiyo ameamua kuondoka, amenuna. Basi kulikuwa na mambo mengi sana, ile story ilileta vitu vingi sana. Sasa hadi naenda kuposti ule mkasa wa bi harusi kutoroka, ni kwamba alikuwa ameniambia, kaka, naona kama mtandao unaweza kutusaidia, tutafute mtu atupostie, ili kama ataona popote alipo ajue kwamba tunamtafuta, kwa sababu hapatikani hewani, hamna rafiki wala ndugu anayejua. Nikasema ngoja nianze kuposti mwenyewe. Nika screenshot ile message yake kama ilivyo, nikaiposti kwenye Instagram bila kujua nini kingetokea. Nimeposti baada ya risali moja bro, narudi kwenye account yangu ya Instagram nikakuta maajabu. Mimi mwenyewe sikuamini. Nimekuta posti na comment kama 200 hivi. Kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza, yani ilikuwa haijawahi kutokea. Risali moja comment 200, watu wameshare, watu wamelike sana, yani imetembea. Siku hiyo kuna baadhi ya media kubwa nchini ambazo siwezi kuzitaja hapa, zikawa zinanipigia simu, issue imekaaje. Sasa nikaanza kuogopa, hii inakuaje? Mbona kama mambo yamekuwa makubwa? Lakini kesho yake asubuhi bi harusi akanitafuta, naye akawa amesema ya kwake nini kiliendelea. Kwa hiyo akaeleza, na nika screenshot, nasema sasa inabidi, kwa kuwa imeleta taharuki kwenye jamii, tuposti na maelezo yako ili papatikane uwiano. Nikaposti na ile. Sasa kitu kilichotokea, DM yangu ikaanza kujaa mikasa ya ndoa za watu hivi. Yani baada ya zile posti, nafikiri mara ya kwanza nafungua DM, kwa mara ya kwanza nakuta kama kuna text 450 hivi. Ambazo kila mtu, mimi nimepitia hiki, naomba nipostie, mimi nimepitia hiki, wao sijui huyo amepitia hiki tu, wanamshauri wanafanyaje. Basi
nikaanza kuchukua baadhi ya mikasa ambayo hata mimi ilikuwa inani surprise, kwa sababu kuna vitu unaona ni vigumu mzee, watu wanapitia, na screenshot na post. Nikiposti watu wanaitika kwenye jamii, comment nyingi na nini hivyo vitu kama hivyo. Sasa ndo mwanzo wa kuanza kuposti hivi, na nikajikuta naanza kujifunza sana mambo ya ndoa, kwa sababu mtu mwingine anasema mimi kaka, naomba unishauri. Watu wengine mwanzo nilikuwa nakosa confidence kwa sababu mimi sijaoa, unajua sasa na kushauri nini, lakini baadaye nikasema kila kitu kina makusudi kinapotokea kwenye maisha ya Mungu, ya mtu. Mungu anakuwa na makusudi yake. Kwa hiyo nikaanza kusoma vitabu vya mahusiano, lakini nikaanza kujifunza, nikaanza kutumia experience za baadhi ya maisha niliyoona watu, nikaanza kuwashauri watu. Baadaye days go nikajikuta sasa mbona nimekuwa mwalimu, kwa sababu mtu akinipigia na changamoto nikiongea naye analizika na kaa sawa. Wengine wanakuta wamegombana kwenye ndoa kabisa, sio wapenzi, wamegombana kwenye ndoa, ananipigia, "Chisi hapa nifanyaje? Fanya hivi na hivi na hivi na hivi." Najikuta ndoa zinaendelea. Kwa hiyo nimesuluhisha ndoa nyingi kupitia mikasa nayo posti Instagram, lakini nimesaidia watu wengi, ishasaidia watu ambao walikuwa wamekata tamaa, wanatamani hata kujiua. Kuna mwingine apiga picha kabisa ana sumu, anasema nilikuwa naenda kunywa sumu, lakini umenisaidia kuhusiana na mambo ya nini, ya mahusiano. So nikaona why not, mimi ni mshereheshaji, na unapoenda kusherehesha ni muunganiko wa ndoa za watu. Sure. Sasa kama kuna ndoa za watu kwenye jamii ambazo zinapitia changamoto au mahusiano, kwa nini usiwasaidie wale watu ili mahusiano yaendelee, mwisho wa siku waoane? Au kwa nini usisaidie ile ndoa iendelee kuimarika? Kwa sababu kama ndoa zinafungwa, zifungwe ili watu waachane, zinafungwa ili watu wapendane, na ndo maana ya nini, ya ndoa. Kwa hiyo nikaamua kuwa influencer na mwalimu wa masuala ya ndoa na mahusiano, lakini pia mshereheshaji. Yeah. Sofa, unaweza ukaniambia kwamba kwa tukio hilo ambalo umeelezea hapo, inawezekana ikawa na tukio kubwa ambalo umekutana nalo wewe kwenye maisha yako ya kusherehesha kuliko lingine lolote? Ili ni surprise sana. Yapo matukio, lakini ile ili ni surprise sana kwa sababu kwa namna ilivyokuja. Ilikuja kama bi harusi ametoroka kwa sababu amekosa shera ambayo alikuwa anataka. Lakini kadri nilivyokuwa naendelea kuchimba, nikakutana na vitu vizito vikubwa. Kumbe haikuwa tu ile shida, lakini kulikuwa na vitu vikubwa ambavyo vilikuwa vimeanza mwanzo, mambo mazito sana. Sasa ikawa inanipa shida, hii inakaaje? Hadi nikawa nilifunga, unajua nilifunga, nikawa na sari, kwa nini imenitokea? Yaani imekaaje na makusudi gani? Lakini sishangilii kutokea kwa ile kitu, ila nafurahia kwa sababu niliisolve, ikaisha na wale watu wameoana. Ila sikuweza kuposti kwa sababu baada ile taharuki, wazee wa dini walishauri kwamba iwe ndoa ambayo ni ya kwao wenyewe, kwa sababu ilikuja kuonekana pia kuna mambo za ushirikina. So tusije tukapublish watu wakaendelea kuwapiga vita. Na ndoa ilifungiwa mbali. Wenyewe ni wa kanda ya huku, mmoja ni wa Njombe, mmoja ni wa Iringa, wanaishi Kahama. Ndoa ilitakiwa iwe Kahama, lakini huwezi kuamini ndoa ilienda kufungiwa Bukoba mpakani. Kama na MC ulikuwa wewe au haukuwa wewe? Haikuwepo sherehe. Ilikuwa ni kimya kimya. Hapakuwa hata na wazazi. Wale watu walifunga ndoa wenyewe na wakasema sasa ikisha tosha hapa. Walienda tu na wazazi wa kiroho, wale tunawaita wasimamizi. Kwamba ikitoka hapa baada ya muda fulani tutayalika watu kwa ajili ya kubariki. Lakini sasa hivi tusi entertain tena, kwa sababu kitu kilienda viral mtandaoni, lakini pia taharuki zikawa nyingi kwenye familia pia. Inasema ulimaanisha nini kuandika unavionaje viatu vya Jobless Asia na Bando vinakutosha? Hii ilikuwa ni mwandiko kidogo ambao ulikuwa na tafsida, kwa sababu kuna kipindi kama wote tunavyojua nchi yetu wakati wa uchaguzi ilibidi watu watulie nyumbani ili kupisha uchaguzi, na tulikaa nyumbani muda mrefu kidogo. Alafu kukawa na uhaba wa baadhi ya huduma. Sasa nilikuja kuiandika vile kwa sababu kuna watu unajua waliishiwa mabando kwenye simu. Yaani waliishiwa mabando, lakini sio kuishiwa mabando, mtandao haukuwepo. Yani big point ni kwamba tulikuwa tuwezi kuaccess internet kabisa. Kwa sasa unavyokuwa hauaccess internet, unatakiwa kujua kuna mtu anaweza akawa na smartphone au hana smartphone, lakini anatamani kuingia mtandaoni lakini hana bando. Unaonaje? Kwa sababu wewe umekaa una smartphone yako lakini huwezi kuaccess mtandao. Kwa hiyo una relate kabisa kwenye maisha ya mtu ambaye ana smartphone lakini hana bando. Unaonaje? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanalalamika
yani watu walikuwa wanalalamika kukaa nyumbani, watu wanalalamika kutokuingia wapi, mtandaoni. Kwa hiyo nikapata ile mind kwamba umeonaje, kunaweza kukaa na mtu ana simu siku zote kwenye maisha yake, lakini hana bando, hawezi kuingia mtandaoni. Unafikiri anaishije? Ina maana umeexperience viatu vyake wewe kutokuingia mtandaoni. So kumbe ilitokana na kipindi kile ambacho watu tulikuwa turuhusiwi kutoka. Kipindi cha lockdown tunakaa ndani. Wewe binafsi ulijifunza nini katika yale maisha ambayo tuliishi kwa zile siku kadhaa, kutokana na zile vurugu ambazo zilijitokea? Zote walikuwa hawataki kutoka kabisa, wanakaa ndani. Kuna baadhi ya watu wakawa wanajaribu kushare. Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinajirudia sana, watu wengi wanashare zaidi. Wakawa wanashare, wanasema kwamba nimegundua kwamba kwa kipindi chote ambacho tumekaa ndani, nimegundua watu wangu wa karibu ni watu wa aina gani. Yani kwa maana kwamba watu niliokuwa nawasiliana nao, hao ndo watu wangu. Sio hao wengine wanafiki ambao siku zingine tunachekeana vitu kama hivyo. Nilijifunza vitu vingi sana, na kabla sija kujibu nilipata ujumbe. Niliwahi kupata ujumbe, kuna jamaa alinitumia mkasa wake, akasema nilikuwa na mahusiano lakini ilitokea kutokuwa tunawasiliana mara kwa mara kwa sababu ya ile hali iliyokuwepo ya mtandao. Mwanamke wake alijisikia vibaya, sijui alisusa, sijui alimtafutia sababu, kwa sababu mwisho wa siku hali imekuja kurejea kawaida. Jamaa anasema nilimuomba sana msamaha, akawa nielewi, ikabidi nichukue 70,000 nimtumie kwenye simu as kumsurprise, na ni kitu ambacho toka tumeanza mahusiano sijawahi kumtumia kiasi kikubwa hicho cha hela, kwa sababu anajua mimi sio wa maisha hayo. Sasa nilipomtumia, mwanamke akanitumia 75,000 akairudisha. Kwa akarudisha ile 70,000 akamuongezea na 5,000 ya kutolea. Sijui unanielewa. So jamaa akawa ameongea hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha yetu sisi kama sisi binafsi, yani mtu kama mtu binafsi, lakini pia kwenye jamii na nchi kwa ujumla, muda wote unaweza kutokea lolote. Sasa hivi tuna experience kwamba ikitokea shida kama ile iliyotokea ina madhara gani, na isipotokea kuna faida gani. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tulikuwa tunasikia sehemu fulani, unajua ukiwa unasimuliwa kwamba kuna adha wanapitia nchi fulani, yani unachukulia poa, yani maisha yanaendelea, lakini inapokuja kukutokea unajua, wanasemaga msiba usikie kwa jirani. Ukikutokea unajua kumbe kuna kulia. Kuna mwingine sasa hivi waga wanaliaje msibani, yani hajawahi kufeel ile kumbe kuna kulia msibani. Lakini unapokutokea unajua kumbe kuna kulia kwenye msiba. Ulikuwa na chakula cha kukutosha kutumia muda gani? Kwa mfano tungeambiwa lockdown ni ya miezi 2 au mwezi mmoja, ulikuwa unatoboa? Namshukuru Mungu, nilikuwa na maharage mengi sana ndani. Nimekula tu maharage bro. Kuna muda nilikuwa nachukua tu maharage, unaweka kwenye microwave, unapasha, unakula. Na hauli kama unakula unajua ile unagusia kidogo ili yasiishe. Kama maharage yakiwa kwenye bakuri, unaweza ukala hata milo 3 maharage kidogo. By the way, haikuwa shida sana kwangu kwa sababu mimi kula sio kipaumbele kingi sana. Ila nilikuwa napata shida kwa ajili ya matunda. Napenda matunda na juisi ya mua. Kwa vile vile ni cost, lakini kwenye chakula sikupata shida. Kwa hiyo Mungu alibless, mambo yakaendelea kabisa. Tuchape swali lingine kaka, baada ya lile la kwanza. Hilo linasemaje? Wimbo wako wa mwisho kutoa unaitwa Dawa. Sure. Ulitoka miaka 2 iliyopita. Sure. Je, hufanye muziki tena? Muziki mimi ni talent yangu. Sikuwahi kuwa na force muziki, kwa sababu mimi muziki nimeuanza nikiwa darasa la 7. Nipo shule ya msingi. Na namshukuru Mungu, nilivyoanzaga tu muziki nikawa superstar. Nilianza kuwa superstar kijijini, nikawa superstar kwenye wilaya yangu, nikawa superstar kwenye mkoa wangu, nilivyoenda chuo nikawa superstar. Kwa hiyo kwa nafasi yake nilikuwa naamini kwamba, sio nilikuwa naamini hivyo, ni kwamba ipo kwenye damu yangu, sawa. Ila kila kitu kina wakati wake. Kama Mungu ameruhusu sasa Chiste kuwa host wa sherehe na anajua ninaweza kufanya muziki, basi itafika muda tutarejea tulipotoka. Lakini kwa sasa hivi tuache kwanza. Sawa, tuache kwanza. Chapa swali lingine kaka. Tuache kwanza. So tuambie na hilo nalo linasemaje? Taje kocha wa timu. Mbona umecheka? Kwenye timu za Bongo.
Kwa sababu nimeambia nimtaje kocha wa timu ambayo mimi naishabikia. Kwa kweli Simba wananiumiza ila nawapenda. Anaitwaje kocha? Nawapenda sana Simba. Mimi kocha wangu wa muda wote, nisiwe mnafiki, unajua mimi nimenyooka. Kocha wa sasa hivi mimi simjui kwa sababu sikumpenda kwanza, na sikuwa na mapokeo wakati kocha anakuja. Kwa sababu nilikuwa disappointed sana wakati nilivyosikia Fadru anaondoka Simba. Ni mwana Simba ambaye nilikuwa mimi naamini kwamba tulikuwa sehemu sahihi kuwa na yule jamaa, na timu ilikuwa inapata maturity. Yani kuna sehemu tulikuwa tunaenda sasa kupumzika haya mateso ya siku zote. That's why hata baada ya kuondoka Fadru niangalia tu mechi moja ya Simba, haikuwahi kunilizisha, nikajua tunarudi kule kule na tunarudi vibaya. Kwa hiyo sasa hivi hauifuatilii tena Simba? Hata mara mwisho kuangalia mechi ya mwisho alicheza na Azam, nafikiri mechi ilikuwa ni Mapinduzi Zanzibar. Hata hujaangalia? Yani toka Fadru ameondoka nimeangalia mpira wa Simba mechi 2 tu za mwanzo, na zile ambazo alikuwa ameachiwa timu Mgunda Mgunda Matola. Yes. Matola. Hujaangalia tena? Sikuangalia tena. Nilikuwa disappointed sana kwa sababu nilikuwa sioni Simba ambayo Fadru alikuwa anaipeleka, alafu ameondoka tu, yani chapu, unaona timu ina drop. Kwa hiyo sikuwa interested kuiona Simba. By the way, ni pamoja na majukumu yangu. Unajua unakuwa na majukumu mengi yanakustress. Sasa ukiangalia na mpira bado unakustress. Unajua mpira unauma Kwa hiyo nikaona by the way mchezaji mzuri wapo Shomari Kapombe. Namuelewa sana Zimbwe, na simuhitaji mimi mwana Yanga, na amini mwana Simba. Kwa sababu Zimbwe kuna kipindi nilikuwa na story naye, yeye ni mwana Simba. Anachezea Yanga lakini Zimbwe ni mwana Simba. Sisi wenye D3 tunaelewa. Chapa swali lingine. Sawa kaka, nakuelewa kaka. Naelewa vile ambavyo una feel Simba kufanya vibaya. Hilo swali hili nasemaje tusamee? Sasa hivi umefika sherehe ni keki. Season 2 ilianzaje na lengo ni nini? Hii kitu hiyo kwanza ni nini? Ni kampeni ama ni nini? Nilitamani sana kukutana nayo. Ni challenge ni challenge kwa ajili ya mitandaoni. Ni online challenge na nilianza nayo Instagram. Kuna siku nilikuwa nina event ambayo nilikuwa nahitaji kumnunulia mtu keki fulani nzuri. Sasa sikuwa nataka kutumia wapishi wa keki ambao nawafahamu, nikawa nataka kupata kitu kipya. Nakumbuka kulikuwa na posti ya alikuwa kuna celebrity mmoja aliposti kitu, mimi nikawahi pale, nikaenda kucomment, natafuta mpishi wa keki anayefanya vizuri, yani anayepika keki nzuri. Ile comment yangu ilipata comment, yani watu walireplay zaidi ya 80. Ilifika hadi 100 nafikiri. Kila mtu anamtagi mtu wake. Nikapitia zile akaunti, mwisho wa siku nikamkuta kuna dada, siwezi kumtaja hapa, kuna dada yupo Iringa, akaunti yake ilikuwa na picha 5, alikuwa na followers kama 200 hivi. Nikaangalia keki za kawaida tu, lakini nikamcheki, alikuwa kaweka namba pale, nikamcheki. Nikasema nahitaji keki. Akasema sawa, nipo Iringa. Nikasema hadi niipate hiyo keki, kuna keki niichagua, hadi niipate hapa Dodoma, nilikuwa Dodoma, naweza kutumia cost kiasi gani? Akasema 50,000 kaka. Nikasema mna shida, naiomba. Kesho akatengeneza, akatuma. Alivyotengeneza alituma, tunakuja kuitest ile keki bro, tulikuwa surprised. Noma. Bonge la keki, yani unajua keki imenyooka. Yes. Waga mimi kila kitu kinachotokea napenda kufikiria mara mbili zaidi. Nikasema kwa nini kuna wapishi wa keki wazuri wanaofanya vizuri lakini hawajulikani? Lakini kuna wapishi wa keki wana majina makubwa lakini kazi sio hivi. Yani nikajaribu kukompea na keki ambazo nimewahi kula walizofanya watu wakubwa, haikuwa inafikia hivyo, na hata waliokula ile keki walisema. Kwa hiyo ikaja idea, kwa nini nisitafute namna ya kuwaempower wapishi wa keki ambao hawajulikane. Sasa nafanyaje? Nikasema sitaki kudili na mkoa wangu wa Dodoma tu, ni dili na nchi nzima. That's why nikaenda Instagram, nikaandika pale, na nashukuru baada ya kuandika kwamba natafuta wapishi wa keki, nimeanzisha challenge. Season 1 nakumbuka. Nilipata watu walipendekezwa wengi sana, watu kama 200 na point. Kwa hiyo pale nikapembua, nikapata 5 bora, na niliwapembua kwa kupigiwa kura.
lakini tano bora walivyopatikana, tukasema tusije tukampa ushindi mtu ambaye si sahihi, tukawambia wapike keki, kwa sababu niliandaa timu, tukawambia wapike keki wapishi wote, alafu wazitume tuje tuzionje, tuzikague. Tunapompa mtu ushindi, tusimpe ushindi wa kura za kuandikiwa Instagram. Tumpe ushindi tukiwa tumetest. Kwa unaweza ukachaguliwa sana, lakini kama unaweza ukapigiwa kura na watu wengi, lakini kumbe hauna kazi nzuri. Sure. Na kama hiyo ilikuwa season 1, baadaye tukafanya hivyo tukampata mshindi. Season 2 imeisha mwaka jana mwishoni hapa. Kama utakuwa umeona mshindi ambaye alipata, kuna watu wamepigiwa kura hadi kura zimefika 300, lakini mshindi ambaye ameshinda alikuwa dada fulani wa Moshi, alikuwa na kura 23 tu. Lakini judges walipendekeza keki yake kwa sababu keki yake ilikuwa nzuri. Sasa unaona hakuwa na power kubwa mtandaoni ya kupata kura nyingi, lakini ana kazi nzuri. Kuna watu wamepigiwa kura 300, yeye ana 20. Lakini still akawa mshindi. Okay, so amepata nini na nini? Zawadi gani? Tulimpromise huyu wa sasa hivi tulikuwa tunampa oven. Kwa ajili ya kutengenezea keki. So tayari umeshatimiza na ulikuwa na sponsor? Tumetimiza. Nilikuwa na sponsor. Okay. Kuna watu walinishika mkono. So tunaona ni hicho ambacho umekifanya, though imesaidia kuleta engagement kwenye mtandao, lakini pia ni kama charity umefanya, giving back to community. Sure. Kwa sababu ni kama unakuwa na emphasize na vitu kama hivyo. Ndio ulikuwa umewaza hivyo pia, kwamba emphasize watu ufanye kama charity, kwa maana kwamba unawainua, una empower watu wengine pia ambao wako chini. Yaani mara ya kwanza wazo langu kubwa ni ile kuwa kuna watu ambao wako chini, tuwape nafasi wajulikane. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwa empower watu ambao wako chini. Chapa swali lingine baba. Hii nyingine nasema okay. Na mshukuru Mungu nimetembea kidogo. Swali kwanza. Inasema ni mikoa gani umeenda kwa sababu ya kuwa MC? Ambayo kuwahi kwenda kabisa lakini umeenda kwa sababu ya kuwa MC. Nilikuwa sijawahi kwenda Bukoba. Nilikuwa sijawahi kwenda Iringa. Nilikuwa sijawahi kwenda Kahama. Nilikuwa sijawahi kwenda Singida. Nilikuwa sijawahi kwenda wapi. Nilikuwa sijawahi kwenda Babati, Manyara. Manyara. Okay, so hizo ni sehemu ambazo umeenda kwa sababu ya kuwa MC. Kwa ajili ya kuhost. Chapa swali lingine kaka. Imebaki mengi. Naishia. Sawa. Naweka mengi kweli. Ukitoka umenyoka. Tusome hilo linasemaje? Uliziangalia wakati unaanza kazi ya MC. Inasema ulizingatia nini mwanzoni wakati unaanza kazi ya UMC? Sikuwahi kutamani kuwa kama Furani. Niliwahi kutamani, yani nilianza kutamani kuwa Chise ambaye hauwezi kumpata sehemu yoyote. Yani Chise ni Chise tu. Nilikuwa na watu ambao nilikuwa nawapenda. Actually mimi kaka yangu MC Mazengo ni MC. Sure. Kwa hiyo nilikuwa namuona na nilikuwa napenda akifanya, lakini wakati nakuwa yeye anafanya akiwa ni generation yake imekaa kwenye peak, nilikuwa naona na kijana ambaye alikuwa anapambana sana. Japokuwa alikuwa chini ya MC fulani, lakini alikuwa anajipambania sana na alikuwa na ndoto zake. Kwa hiyo alivyokuja, nilivyoanza kupenda kuwa MC, my favorite, yani role model wa siku zote ni Garabi. Nikawa namwangalia Garabi, lakini nikawa sitaki kuwa kama Garabi. Kwa sababu Garabi amekuwa akiwavutia watu wengi na watu wengi wakiwa na host unamuona Garabi. Sasa nikasema no, kwa nini sije kuwa Chise ambayo watu wengine watatamani kuwa kama mimi? Kwa hiyo nikawa napambana niwe kama mimi, voko yangu iwe ya mimi na mimi. Na nimekuwa nikipata challenge sana kwenye voko. MC gani? Yani nilikuwa naingia kwanza kwenye mtafaruku na roho yangu kwamba mimi mbona sina voko ya MC.